Ndugu zanguni, hakuna mtihani mkubwa kwetu kama kufa na dini. Wapo watu wataonekana na shakhsia ya dini, mavazi ya kidini, muonekano wa kidini, lakini hiyo dini yenyewe kwenye mioyo hawana. Leo kwa kuwa mwalimu alikuwa akinihuzunisha muda wote, nami naona nisitoke kwenye reli, tunazungumzia kada za wahitaji. Sikieni sauti za wenye kulia, sauti zilizokosa wa kuzinyamazisha, chozi lililokosa leso ya kuipangusa, si lingine isipokuwa ni chozi la mtoto wa kambo. Kwa namna jamii inavyoenda, watu wengi leo wanaanza kuzaa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Lakini ni ukweli usiopingika, spidi kubwa ya mmomonyoko wa maadili imetufikisha mahala ndoa nyingi kila kukicha zinavunjika, huku zikizalisha watoto wanabakia na mzazi mmoja. Mzazi huyu akija kuyaingia maisha ya ndoa, anaingia na watoto wake, ama mtoto tayari anazalisha mtoto wa kambo. Watoto wa kambo wanakuja kwa namna mbili, ama waliozaliwa nje ya ndoa, ama walizaliwa ndani ya ndoa lakini wanandoa waliachana. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kupokea maarifa ya kutosha. Semina zinahitajika kwa umma wa Kiislamu. Ukishakubali kuwa mwanandoa, tayari maana yake umeshakubali kulea, na si lazima ulee mtoto uliyemzaa. Ni kutokana na sababu moja au nyingine, unaweza ukajikuta unalea mtoto usiye mzaa. Watoto wa kambo, mtoto wa kambo tumeshamtafsiri tayari ni nani. Lakini utoto wa kambo, uzazi wa kambo, ni ajenda tunatakiwa tuisikie sana masikioni. Mtoto wa kambo, mzazi wa kambo, hisia za uzazi wa kambo na hisia za utoto wa kambo zinatofautiana. Aidha, wazazi wa kambo wanatofautiana kutoka mzazi mmoja kwenda mzazi. Ukienda wanaume na wanawake, hisia za uzazi wa kambo kwa wanaume hazipo kali sana kama zilivyo hisia za uzazi wa kambo kwa nani? Kwa wanawake. Wenzetu ninyi mna hisia kali sana dhidi ya watoto wa kambo, mnatufunika, yani mnatuzidi. Lakini wazazi nao wanawake, mzazi wa kambo, mwanamke aliyezaa, hisia zake kwa mtoto wa kambo ni tofauti na hisia za mzazi ambaye hajazaa dhidi ya mtoto wa kambo. Mwanamke aliyezaa ana hisia kali sana kwa mtoto wa kambo, anamzidi na kumfunika mwanamke asiyezaa. Hisia za utoto wa kambo kutoka kwa mtoto wa kiume na mtoto wa kike pia zinafanya nini? Zinapishana. Watoto wa kiume wana hisia kali sana dhidi ya kumpokea mzazi mpya kuliko hisia za watoto wa nini? Wa kike katika kumpokea mzazi mpya. Naomba kaa hadhiri vizuri, haya utayaona katika mazingira tunayoishi. Allah atupe elimu, tuseme inshallah. Enyi umma wa wadau wa maadili, enyi ambao tunachukua dhamana ya kupangusa machozi ya makundi yenye kulia katika jamii. Mtoto wa kike hisia zake ziko chini kuliko wa kiume. Ni rahisi mtoto wa kike kumkubali mzazi mpya, lakini mtoto wa kiume anakuwa kidogo mbishi kumpokea mzazi mpya. Naam, haswa katika nyumba, ikitokea umeolewa, mume ana watoto wa kiume, uo utukutu utakao upata ujiandae. Tunahitaji tukufunde. Tena tukufunde haswa. Vinginevyo unaweza kuja kwenda kwenye nyumba mwenzenu mmoja akapigwa juzi,
analea watoto wa mumewe, anawaletea roho mbaya, wakampiga mibao hii. Tunahitaji sisi tukuandae wewe usije kwenda kuchezea mibao. Mtakuwa tayari inshallah. Habari ndio hii. Sasa ndugu zanguni, mtoto wa kambo, ukipata bahati ya kulea mtoto wa kambo, inawezekana ukaolewa, unamkuta mumeo tayari ana watoto. Au inawezekana wanaume na sisi tukaoa, tukawakuta hao wake wana nini? Sisi wanaume kulea watoto wenu ninyi tukiwakuta kwetu sio tatizo. Au mnasemaje wanaume wenzangu? Sisi wanaume kumlea mtoto wa mke ukimkuta si tatizo. Sawa. Ila ninyi wenzetu mioyo ya kulea watoto wa waume inaonekana imekufa. Alafu kinachonishangaza, wanaojua uchungu wa kuzaa ni nani? Lakini wanaoongoza roho mbaya kwa watoto wa kambo ni nani? Nyinyi mmeumbwaje? Haya, tunaendelea. Zipo kesi chache nitakuja kuleta mfano mzuri hapa. Okay, kwanza tuanze mtoto wa kambo. Anaanza maisha kwa mzazi mpya. Mtoto wa kambo anajiandaa kuona, je, huyu mzazi mpya atampa mapenzi kama ya mzazi wake? Kwa hiyo anaanza maisha kwa sampuli hii. Anatarajia sasa, ikiwa mtoto huyu ni wa mume, mama yake tena hayupo katika himaya, wewe ndio upo. Mtoto huyu anatarajia aanze kuonja wema. Miongoni mwa wema, anataka aone nguo zake anafanya nini jamani? Anafuliwa. Kwa kuwa bado hajaweza kujitegemea, anataka kuona chakula anafanya nini? Anapikiwa. Ana hamu ya kuona ile michezo ya mzazi na mtoto, kucheza kudeka, deko lake linafanya nini? Linaendelea. Hizi ndio ndoto za mtoto anapompokea sasa mzazi mpya, aswa mama. Mama wewe kuwa mama kikweli, usiwe mama shetani, subiani, kinyonga, Sharif Koko. Maisha yanaanza, mtoto anaanza kuona mabadiliko. Mama hakupata semina, aliolewa kwa sababu maisha yamempiga mtaani, ndoa zenyewe hamna. Alikuwa anauza beseni la ndizi barabarani, maisha yamemchosha. Sasa kapata ndoa. Na roho yako mbaya shetani we. Yaani hapa anafunguka. Sasa maisha yanaanza, mtoto anaanza kuona swala la kufuliwa halipo. Kitoto kidogo kinalazimishwa kijifulie chenyewe. Kinakwenda shule, shati inaonekana chafu Jumatatu. Anaulizwa vipi? Anasema nimefua mwenyewe, mama anifulii. Walimu nao wanampiga, wanamwambia nguo chafu. Hana mtu wa kusimama nyuma yake aangalie usafi wake. Hana mama kusimama nyuma yake aangalie nguo zake, aangalie mwili wake, aangalie mahala anapolala. Mama hana muda. Toto wa kambo, sauti ya asiyekuwa na sauti. Mtoto analazimika, mwingine anakwenda kujisongea kiugali chake. Mmoja katoka shule, baba anaacha hela pale ya kupewa mtoto ya kwenda shule, lakini baba anasafiri, mama yule mtoto atahela kumpa. Kitoto kimerudi sasa, njaa inamuuma, kaingia jikoni,
kakuta chungu kinachemka nyama, kachomoa vijichanyango viwili vya nyama kala. Mama kuja kuhesabu nyama imepungua, akampiga mtoto mpaka kumkata vidole. Kina mama, ni vipi mnavaa ngozi ya kondoo hali ya kuwa wengine chui? Kimepungua nini kwenye maumbile yenu nyie kina mama? Kakukosea nini mtoto wa mume? Chakula analeta baba, kazi yako kupika, mtoto wale. Unakwenda kumuonia roho mbaya, mtoto mdogo hana hatia. Kakukosea nini? Mtoto sasa anaanza kila kimsogelea mama anamsukuma, sogea hapa, mie sio mamako mie. Kitoto bado kidogo, mama yake aliachwa mdogo, sasa ile gepu la michezo bado linafanya nini jamani? Anamsogelea mama. Mwanamke unamsukuma mtoto mwanamke mwenzio, lakini huyo mtoto unayemsukuma ni mwanamke mwenzio. Yule mwanamke mwenzio anajua uchungu wa kuzaa na wewe ndio unajua, basi ndivyo unamsukumia mwanawe. Au mnasemaje? Wanawake wa sampuli tuombe dua nao waachwe, jua liwapige barabarani, au mnasemaje? Tuombe dua tusombe dua? We dada upo unasikia vizuri hapa, ole wako. Leo tunakuachia nafasi, muadhala huu ni wako. Huu muadhala ni nani jamani? Ewe mwana baba mwenye watoto wako wanaolelewa na mkeo, muadhala huu ni nini? Ni wako. Acha kusinzia kama teja wewe. Mwanamke mwenzenu sasa ananyanyasa mtoto wa mume. Baya, mahusiano sio mazuri kumfokea mtoto kwenye chakula. Baba anaacha pesa mama kupika chakula sio lazima. Bahati mbaya kwenye mavazi, vitoto vinasoma, mama atakuwafulia nguo, wametoka majirani, nyumba ya jirani, wametoa msaada wa sabuni kuvipa vitoto vifue. Baba kasafiri, mama na sabuni yote yamefanya nini jamani? Kaificha. Sabuni ya msaada bado kaficha. Hizi roho gani hizi? Roho gani hizi kina mama? Mama hataki mtoto wa mume, baya zaidi hataki hata kumuona. Mtoto anauma malaria, mama hampeleki hospitali. Mpaka mtoto anazidiwa, mama hampeleki wapi jamani? Sasa majirani wanaona mtoto amefika mala amelegea, wameinuka majirani, wamekuja kumbeba yule mtoto, wamemnyang'anya, wamemsukuma huko, wamempiga bao, wamemkimbiza hospitali. Wanafika hospitali, daktari anatafuta mishipa ya kuingiza maji, haioni, yote imeshasinyaa. Ndani ya dakika chache mtoto anafia pale mapokezi, hajaingia wodini. Hawa ndio kina mama hawa. Sisi hatuwezi hayo wanaume, ila nyie mnaweza. Jishaueni, tunanyie mmezidi. Jaribuni kujishaua. Mioyo gani mmebeba nyie? Matokeo yake wanampigia simu mume yuko safarini, dereva wa magari makubwa, anahangaika kwa ajili ya familia ile. Wanamwambia huku mwanao ameshafariki dunia. Kaumwa lini? Ukija utayajua. Yule kamwachia gari dereva mwenzie kaja kushuhudia uhalisia. Anakuja kupewa taarifa namna mke alivyofanya makusudi kuto kumpeleka mtoto mapema wapi? Hospitali. Hivi mashetani kama hawa wako kiasi gani kwenye majumba? Mwalimu Dimoso nikiwa mshauri nasaha, muendesha darasa na semina za ndoa. Ndoa bila elimu ni sawa na chai bila nini? Bila sukari. Haya ndio maisha. Inaniuma sana. Nammalizia mtoto yule ambaye baba ameacha mke, amemwachia watoto wawili. Analea sasa na mke mpya. Baba anakwenda nchi za nje, anarudi mara moja, mke anamtengea chakula. Anashangaa mume kuona vitoto vimeamka vinakuja kufanya nini jamani? Vinatazama chakula, anaviambia kuleni. Mama anajifanya kujishaua, wameshakula hawa. Mume anamwambia waache wale watoto wanaanza kula, wamemaliza chakula cha baba chote wamemaliza.
Bwana yule anajiuliza hawa ndio wamekula. Wanaume, kilichoendelea, baba, mtoto mmoja anamwambia baba, sisi hatujala. Vimepata ujasiri, baba yao yupo, vinasema sisi hatujala, mama ametulisha ugali na mboga iliyofanya nini, iliyochacha, tumeshindwa baba. Kimoja ikasema baba, ngoja tukakuletee. Wamekwenda kuleta, kinakuja chakula, ile mboga wadudu wanaruka. Mume anamwambia mke wake kula, kula. Kashindwa kula mwanamke mwenzenu. Pale pale mume michozi namtoka. Hata siku ya pili kazini tena. Ndipo kapiga simu kazini, jamani mimi naumwa leo. Asubuhi anabeba watoto zake, anazunguka nao, anawauliza, hebu niambieni maisha yenu. Watoto namwambia baba, tunamshukuru Allah. Vitoto vidogo, mateso yamemfanya. Jamani, mateso yakizidi tabubu anaweza katamani kusema. Mnasemaje? Vitoto vinambia baba, tunamshukuru Allah. Mama anachofanya, anatudhibiti sisi tusikufikie wewe. Kila wakirudi anajifanya mwema, lakini kuna mambo anatufanyia. Allah leo kajalia umeyaona. Hayo ndio maisha yetu baba. Sisi ni watu wa kula vipolo vya kuchacha. Mama hata muda wa kutupikia chakula hana, muda mwingi uko kwenye TV. Mama hana muda wa kutufulia. Kimoja cha muuliza baba, baba, kwani mama alikukera nini baba mpaka ukamwacha? Kingine kimemalizia, baba mrudie mama, baba mrudie mama. Inna lillahi. Yule pale pale bwana kaona, alimwacha mkewe, kaja kuoa ili nungaembe mkologo, lina rangi 7, uso mweupe, miguu meusi kama katuni. Maana kuna watu wana rangi 7, uso rangi nyingine, miguu rangi. Ukikutana unaweza kujua ile jini, toba, jini hilo. Kumbe binadamu. Sijui yani unanielewa wewe? Kwa hiyo kilichotokea, yule mume pale pale kati ya akili kenda kumrudia nani jamani? Enyi wanaume wenzangu, sio kila kingaacho ni nini? Vingine chupa feki. Sio kila uliona baskeli mpya na mengine zimewekwa super glue. Si mnaelewa nyie? Haya, wanaume wangapi leo wanapata muda wa kuchunguza kuhusu maisha ya watoto zao na mama zao? Tunachunguza. Mnachofanya ninyi, mnatupa mapenzi ya bandia. Wanawake mnachofanya, mnakata daraja, unahakikisha kunakuwa hakuna mawasiliano baina ya baba na nani? Is this fair? Hii imekaa sawa hii? Na kuomba mwanamama uliopo, mwanababa katika kongamano hili, chukua elimu ya ziada, hebu tutengeneze mioyo. Jamani, albiru la yabla wa dhamban la yunsa kama tadinu. Wema hauozi na ubaya upotei. Namna unavyomfanyia mtoto wa mwenzio, na wewe kesho inawezekana mwanao akawa mtoto wa nini jamani? Mnasemaje, tuombe dua wana mama wenye roho mbaya na wao waachwe? Tuombe dua? Leo tunakuwa waadilifu. Wama kunna muadhibina hata nab'atha rasula. Hatuadhibu watu mpaka tuwape nini jamani? Ujumbe. Huu ndio ujumbe huu. Naomba msitue huyo dada wa jirani yako. Msitue huyo dada mwenye roho mbaya. Wewe dada, wewe amka hapo. Na roho yako mbaya kama jiwe. Uoni hata haya. Mfano wako mwana Isaya. Nguo zinakupwaya. Funde sifunde. Haya ndio maisha. Adabu, jinsi ya kumwadabisha mtoto wa kambo. Mpe adhabu inayofanana na kosa lake. Jamani, mnanisoma vizuri Mtoto apewe adhabu inayofanana na ukubwa wa nini? Usio kampa mtoto adhabu inayopishana na kosa. Kwa mfano, mwanamama mmoja, yeye
anawatesa watoto wa mumewe. Mume anasafiri, watoto hawaendi shule mpaka kwanza watembeze sinia la maandazi barabarani. Na hayo maandazi kama ya kuisha wanapigwa, na chakula siku hiyo hawapewi. Na mume kapigwa ushirikina, kasinzia kama teja. Sasa mimi nifanyeje? Nyi tudhibitini tu, tufungeni mbele kamba, nyuma kiboko, tupelekeni tu. Ila wallahi mna kesi ya kujibu siku ya kiyama nyie. Popote mlipo wanawake duniani. Ujumbe ndio huu ndugu zanguni. Sasa haya ndio maisha. Mtoto anajikuta shuleni anachelewa, nyumbani kibano. Walimu wakaanza wanapiga, lakini siku mwalimu mmoja akasema, jamani, mbona hao watoto ili kosa kila siku linafanya nini? Linajirudia? Hapana, sisi walimu na mimi kama mwalimu, I am a professional teacher. Ni mwalimu kitaaluma. Hatuishi tu kufundisha wanafunzi, bali sisi ni walezi. Tunakwenda mbali kupata historia za nani jamani? Za mtoto. Baada ya kukaa na mtoto kumuuliza, akaanza kuelezea hali za mazingira ya wapi. Walimu wakagundua kumbe wanawapiga bure kwa kuwaonea. Kibano kinaanzia wapi? Ilibidi wamwite baba wa watoto. Kaandikiwa barua, kaja, ndio wanasikia pale. Anashangaa eti hajui. Wanaume, unakwenda kushangaa kwenye ofisi ya mwalimu, wewe mwanamume, wewe teja wewe. Kwa mawaidha haya, na waomba wanaume wenzangu, muwe na tabia ya kuchunguza mazingira ya watoto wanavyoishi na nani jamani. Msiadaike kwa mapenzi bandia. Mke hata awe na TV chogo, hamna kitu. Chogo lake mwambie kaa nalo mwenyewe. Ja, mnanisoma? Uzuri wa mke tabia, sio nini jamani? Sio sura wala sio nini. Sasa katika hilo zipo sauti za vilio, yapo mambo ya kuzingatia. Baadhi ya wanawake walioachwa, watoto zao wakabakia na mume, wanalelewa na mama wa kambo. Inawezekana wamama hawa wanaweza wakaleta fujo kwenye ndoa mpya, wakawafundisha watoto wamletee ujeuri mama. Haya yote yapo kina baba, mmenielewa vizuri? Kwa hiyo uwe makini. Inawezekana mtalaka wako yule, yeye mambo yalimshinda, anataka kutibu ya mwingine. Kwa hiyo inawezekana akalaumiwa mama na roho mbaya, watoto wakasema ovyo, lakini kumbe inawezekana wanachochewa na mama hao walio. Je, jamii na uelewa huu? Haya, namalizia mfano wa mwisho. Mwanamama analia. Ni mwanamke aliyekutwa na watoto wangapi kina mama? Watoto wawili. Yule bado anavutia frame haijakongoloka. Maana kuna wanawake wengine wamezaa watoto wawili lakini frame bado yani inaeleweka frame. Yani unamuona kabisa kama akienda mbele akirudi nyuma unamuona. Kuna wengine frame zimeisha, akienda mbele akirudi nyuma hujui kama anaenda mbele na anarudi nyuma. Ya, mnanisoma mashosti. Haya, sasa kilichotokea wakati anachumbiwa, mke anamwambia huyo mtarajiwa, sawa umenijia, ila mimi na watoto wangapi? Alafu watoto wao baba yao haeleweki, yani niliokota. Sitaki tena uje uniulize swali baba yao yuko wapi? Baba yao yani hao baba yao mama yao ni nani? Ni mimi. Basi wakaambiana, wakaposana, ndio tayari maisha yameanza. Wakati maisha yanaenda siku hadi siku, mke yule akapata mtoto, maisha yanaenda. Lakini yule mume akachoshwa, ile mitoto ya kiume miwili inakula kilo moja unga. Yule bwana akawa anaumia kulisha watoto wasiokuwa wake. Jamani, ukipenda boga upende. Kwa hiyo maisha yanaenda, akaanza visa. Mara inafika sikukuu anamnunulia mwanawe watoto wale wengine. Akafika mara anamwambia mke wake, mimi kulea mitoto ya mtu mwingine mimi sasa cha msingi kama vipi, chagua mawili, ndoa ife ama watoto wao waondoe. Sasa mwanamke anajiuliza, ndoa anaipenda na watoto, kaagiza watoto wale, kaamua wapeleke kwa mama yake kijijini.
Watoto wamekwenda kulelewa na bibi kijini, bibi ambaye kachoka, uwezo kutafuta chakula hana. Sasa siku hiyo majirani wanampigia simu, leo ni siku ya 3, wanao na mama yako hawajala kitu, wanalalia uji. Hivi ndio wewe mke upo na mmeo umepakua chakula mnakula, inakuja simu mama yako na wanao wana siku ya 3 wanalalia uji. Mnasemaje? Kumbe wapo baadhi ya wanaume nao hawaeleweki, hawapendi watoto wa nani jamani? Wake zao. Wanaume, usimuumize, usilimwage chozi la mtoto wa watu. Kwani wewe wakati unamuoa alikwambia? Sasa leo mbona ueleweki? Haya ndio maisha. Kwa hiyo naomba nitoe wito, nitoe nasaha. Swala la watoto wa kambo, inatakiwa jamii ipate elimu namna ya kumwadabisha, mpe adhabu inayofanana. Na ukishamuadhibu, ukishafanya nini kila mama? Rudisha ule msingi wa mahusiano mazuri. Kaa naye mwambie, mwanangu, nimekuchapa kwa sababu tabia hii sio. Ukiendelea naye utaharibikiwa, mimi nitalaumiwa. Kwa kuwa unamtendea wema, atajua kumbe kunichapa huku mama ananifundisha tabia, hanikomoi. Je, jamii ya Kiislamu ishapata masomo haya? Kazi kuandaa ndoa, sale. Mwalimu Dimoso kutoka Morogoro, karibuni. Tunaalikika, tunaendesha semina popote pale, iwe mkoani, nje ya mazingira ya nchi, popote. Sisi tunafanya darasa. Jamii ya Kiislamu bado ina deni kubwa la elimu katika masuala ya kifamilia. Mnasemaje? Semina hizi bahati mbaya, Mwalimu Dimoso, nina taarifa, madarasa yapo mengi huko, watu wanahifadhi Qurani, hadithi, nini, kila kitu, lakini bahati mbaya elimu za mahusiano hakuna. Jamii ina deni kubwa. Tunahitaji tushirikiane. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.